Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League kwa msimu wa mwaka 2026 2027 mara baada ya mechi za mzunguko wa tatu kuanza kuchezwa, ambapo tunashuhudia mechi hizi zimeanza kuchezwa tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Simba ndio ambao walifungua dimba katika kucheza mchezo wa mzunguko wa tatu dhidi ya kosti ya timu ya soka ya Singida Black Stars, mchezo ambao klabu ya soka ya Simba wameibuka na ushindi wa mabao 2-1, lakini bila kusahau Geita Gold wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 6-2 dhidi ya kosti ya timu ya soka ya Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi. Kwa hiyo siku ya leo tunakwenda kutazama msimamo jinsi ambavyo unaakisi mpaka sasa. Kwa upande wa klabu inayokamata nafasi ya 16 yani kuburuza mkia ni Coastal ambao wamecheza michezo miwili na alama 0. Nafasi ya 15 ni Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi ambao wamecheza michezo mitatu wakiwa na alama 1. Nafasi ya 14 ni JKT Tanzania ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 1. Nafasi ya 13 Dodoma Jiji ambao wamecheza michezo miwili na alama 1. Nafasi ya 12 Pamba Jiji Football Club ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 1. Nafasi ya 11 TRA United ambao TRA tunaona kwa upande mwingine mpaka sasa wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 1. Nafasi ya 10 Fountain Gate ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 3. Nafasi ya 9 ni Namungo Football Club ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 3. Nafasi ya 8 Mashujaa Football Club ambao wamecheza miwili wakiwa na alama 3. Nafasi ya 7 Mbeya City ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 3. Nafasi ya 6 Azam Football Club ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 4. Katika nafasi ya 5 Polisi Tanzania ambao wamecheza michezo miwili wakiwa na alama 4. Lakini kwa upande wa vilabu ambao kwa sasa wamefanya vizuri, yani Big 4, yupo Singida Black Stars ambaye amecheza michezo mitatu akishinda mchezo mmoja, sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja, wakifunga mabao 5 na kuruhusu mabao 3 wakiwa na faida ya mabao 2 na alama 4. Katika nafasi ya 3 yupo Geita Gold kutokea mkoani Mwanza ama Geita Gold wamecheza michezo mitatu wakishinda michezo miwili wakipoteza mchezo mmoja, wakifunga mabao 7 wao wakiruhusu mabao 3 wakiwa na faida ya mabao 4 na alama 6. Nafasi ya pili yuko bingwa mtetezi wa kombe hili Yanga, ambapo tunashuhudia Yanga kwa upande mwingine ameweza kufanikiwa kucheza michezo miwili, kashinda michezo yote akifunga mabao 7 na kuruhusu mabao 2 akiwa ana faida ya mabao 5 na alama 6. Nafasi ya kwanza yupo ya Simba Sports Club ambapo Simba amecheza michezo mitatu akishinda michezo yote akiwa ana faida ya mabao 4 kwa sababu ameshinda mabao 6 na kuruhusu mabao 2 akiwa na alama 9. Tuambie neno la comment kwa upande wako mara baada ya kufahamu msimamo kwa jinsi ambavyo ulivyo, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa ni klabu gani ambayo unaiona moja kwa moja itakwenda kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kwa sababu ukiangalia msimamo kwa jinsi ambavyo ulivyo ni kwamba klabu ambayo inaongoza msimamo ni klabu ya soka ya Simba ambao wao tayari wana faida ya kucheza michezo mitatu, bila kusahau klabu ambayo imefunga mabao mengi ni Yanga Sports Club, bila kusahau klabu ya soka ya Geita Gold. Ndio vilabu ambavyo vimeshinda mabao mengi, vyote vikishinda mabao 7, na klabu ambayo mpaka sasa imeruhusu mabao machache ni klabu ya soka
ya Mbeya City ambao wameruhusu bao moja na Mashujaa ambao wao wameruhusu bao moja. Kwa hiyo toa maoni kwa upande wako, msimu huu ni klabu gani ambayo unaipa nafasi ya kutoa ubingwa wa msimu wa mwaka 2026 2027?